Habari za muda huu mpenzi mfuatiliaji wa Waraha TV, na karibu tena katika kipindi chetu cha Jifunze kompyuta kwa njia ya mtandao. Leo katika kipindi chetu cha Jifunze kompyuta kwa njia ya mtandao tutaendelea na somo letu la table, na leo table tutasoma sehemu ya 4. Sasa leo katika table tutajifunza kitu ambacho kinaitwa merge cell, split cell pamoja na split table. Nini maana ya merge cell katika Microsoft Word ama ndani ya table? Twende pamoja tukaone. Mwanzo kabisa, ukitaka kujua merge cell iko sehemu gani, utakuja katika layouts. Ukija kwenye layouts, kuna sehemu hapa imeandikwa merge. Merge cell maana yake ni kwamba unakwenda kuondosha row ama column ambazo zimo ndani ya table, yani katikati. Hii maana yake ni kwamba kama kuna taarifa ambazo zimefanana, haina haja ya kuweka row nyingi ama column nyingi ndani ya table. Sasa je, jinsi gani tunaweza kuweka merge cell ndani ya table? Twende pamoja tukaone. Kwa mfano, mimi kuna taarifa hizi hapa. Kwa mfano kwenye jinsia, huyu hapa ni mwanamume na huyu hapa ni mwanamume na huyu hapa ni mwanamume. Kwa maana hiyo hapa ninataka mimi kuandika mwanamume iwe ni moja tu. Kwa hiyo cha kufanya mimi ni kuweza kuzifuta ama ni kuweza kuziondosha row mbili, na badala yake itabakia row moja na kuandika taarifa yangu ya hiyo jinsia ya kiume. Kitu cha kwanza kabisa cha kufanya ni kuselect. Mimi nita select hapa. Tayari nime select hizi hapa row zangu ngapi? 3. 1 2 3. Sasa baada ya kuselect, sasa tutaona kwenye merge cell huku tayari kuna fanya kazi. Uta click merge cell. Ukiklik tu utaona kwamba tayari zile row zangu tayari hapo 2 zimefutwa na imebakia row moja. Kwa maana hiyo hapa ninaweza hata hizi nikazifuta. Kwa mfano ninafuta na hapa inabakia hii moja tu. Unaona hapo tayari hapo imebakia hiyo moja. Kwa maana hiyo mimi nikija nikiangalia column yangu nitaona kwamba watu hawa watatu wote ni wanaume. Haina haja ya kukuja kuandika kwa mfano kwenye row hii hapa mwanamume. Hapo tunaweza tukatumia kama hivyo. Lakini vile vile tunaweza, kwa mfano kama kuna watu wametoka sehemu moja, kwa mfano hawa hapa, kwa mfano nina select hawa hapa, ninataka kumerge. Kwa mfano baada ya kuselect hapa nitakuja katika merge cell. Baada ya kuja katika merge cell, pengine nitafuta hizi hapa, pengine hawa hapa itakuwa wote wanatoka Magomeni. Kwa maana hiyo ndio maana ya merge cell katika Microsoft Word. Baada ya kuangalia merge cell, tutaangalia kitu kingine ambacho kinaitwa split cell. Je, hii ni nini? Hii maana yake ni kwamba tunao uwezo mathalan katika row moja tukaingiza row nyingine zikawa 2. Je, zinaingizwa vipi? Kwa mfano huyu hapa ana nambari za simu 2. Sasa mimi ninataka kuziingiza katika column 2 tofauti. Cha kufanya uta select. Baada ya kuselect hapa utakuja katika sehemu hii hapa ambayo imeandikwa split cell. Ukiklik split cell, je, unataka kuingiza number of column ngapi? Kwa mfano mimi ninataka kuingiza number of column 2. Ina maana uta click okay. Ukiklik okay hapa utaona kwamba tayari zimeingia column 2 ndani ya row moja. Kwa mfano utapunguza hati hasa. Kwa mfano kama hapa mtu ndo ana nambari ya 2 ya simu, basi utaingiza hapa katika mfumo huu hapa. Utaona kwamba katika row moja tumeingiza column 2. Lakini vile vile hapa tunao uwezo wa kuongeza row nyingine hapa. Je, tunaongeza vipi? Twende tukaone. Uta select. Baada ya kuselect utakuja katika layout pale utakuja kwenye split cell. Baada ya kuklik hapa kwa mfano utaona kwamba number of column kwa mfano 2 na number of row 2. Ukiklik tu basi utaona hapa, utaona kwamba katika row moja tuliongeza zilikuwa column 2, lakini vile vile katika row moja tumeongeza row ya 2 tayari. Sasa kwa maana hiyo katika row moja
tuna column mbili, lakini vile vile tuna na row mbili. Hiyo ndio maana ya split cell katika Microsoft Word. Mwisho kabisa tutaendelea kusoma kitu ambacho ndo kinaitwa split table. Je, hii split table ina maana gani na inafanya kazi vipi? Twende pamoja tukaone. Kwa mfano, nina table yangu mimi hii hapa. Hasa hii table mimi ninataka kuigawa. Kwa hiyo kama ninataka kuigawa sasa, haina haja ya kutoa hapa mfano taarifa zangu nikatengeneza table nyingine. Hapa kwa mfano mimi ninataka mwisho kuwe na taarifa za watu 5. Nita-click katika row yangu ya 5. Baada ya kukliki kwenye row yangu ya 5, nitakuja sehemu ambayo imeandikwa layout. Baada ya kuklik layout, nita-click split table. Utaona kwamba tayari table yangu automatic imekatika. Hapa tayari nimekuwa nina taarifa zangu 4. Lakini vile vile kama na hapa nikiamua kukata tena, nitaklik hapa. Baada ya kuklik nitakuja katika layout, nitakuja katika split table. Utaona kwamba tayari na hapo imekata. Hiyo ndiyo maana ya split table katika Microsoft Word. Shukrani sana mpenzi mfuatiliaji wa Waraha TV, na hadi hapa ndo mwisho wa somo letu la Jifunze Kompyuta kwa njia ya mtandao. Ninachokuomba tu uendelee kufuatilia vipindi vyote ambavyo vinakujia kutoka hapa Waraha TV, kwani Waraha TV ni chaguo la wote. Shukrani.